Lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wa ndugu wapenzi watazamaji na tutazama kila wakati, na washukuru sana kwa vile ninavyokuwa pamoja na sisi katika kipindi hiki cha kuharibika kwa dunia. Na leo tunasimama hapa ili kuleta sehemu yake ya 13. Sasa ndio naileta leo sehemu ya 13. Sehemu ya 13 tunazidi kumshukuru Yesu Kristo. Wanajua katika haya maono ambayo nilikuwa naongea hapa, maongezi haya ambayo nilikuwa naongea na Yesu Kristo ni marefu na nitayakata. Nitakuwa naleta nusu karibia, niseme tu at least dakika 30, dakika 40 itakuwa ni sawa. Nikisema niyalete yote itakuwa ni marefu sana, ambayo itakuwa sasa si sawa sana. Kwa hiyo ni washukuru wote ambao mmekuwa pamoja na mimi kwa hili, lakini pia nishukuru Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji wake ambao ameniponya, na kwa wale wote ambao wamekuwa wakiomba pamoja na mimi. Basi Bwana Yesu Kristo awalinde na wakumbuke kabisa. Leo ni siku ambayo nimepata mapambazuko mema, maana ya kujisikia, maana ya kujisikia vizuri katika mwili wangu afadhali, japokuwa sauti ndio hivi bado haijageuka, lakini nashukuru Yesu Kristo. Basi ndugu yangu, wakati masomo haya ambayo tunayaleta masomo haya kwenu, si kwa sababu ya kujiburudisha, bali kwa sababu ya kuhakikisha munaelewa na kugeuka na kuyatendea kazi yale ambayo mnaambiliwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapokuwa wasikilizaji tu bila kuwa watendaji katika mambo ya kiroho ya Mungu, watu wanabaki kuwa wa mwisho kabisa, wa mwisho tena wa kimya, ambao hawezi wakaguswa na chochote cha kutoka mbinguni, kwa sababu Mungu anahitaji wale ambao wanaotumika kazi, na wale ambao wanaosikiliza na kusikia na kuyafanya. Ndio wao wanaojenga nyumba yao juu ya mwamba. Lakini wanaosikia bila kuyafanya, wao wanajenga nyumba yao juu ya mchanga, na anguko la wote waliojenga nyumba juu ya mchanga, Biblia inasema anguko lao ni kubwa sana. Lakini baraka na furaha na heri ya wale waliojenga nyumba juu ya mwamba ni kwamba hawataangushwa kamwe, kwa sababu wamejenga juu ya mwamba maisha yao, na mwamba hapo ni Yesu Kristo wa Nazareti. Ndio maana sisi lengo la kipindi hiki si kwa kuleta burudani, bali kumfanya mtu apate kujua kweli na uhalisia wa maisha yake, jinsi aelewe jinsi gani ya kuabudu, ni wapi ameabudu, ni nani anayemuongoza katika kanisa, ili apate kuiokoa nafsi yake, asiende huko kuzimu, huko kizani anamwabudu Mungu, kumbe si muabudu kabisa. Mungu hajawahi kumtambua. Karibuni katika kipindi hiki cha kuharibika kwa dunia, na sehemu yake ya 13 ambayo tunaitoa leo. Tunaongea mambo mengi na tutaongea mambo mengi, na karibu sana katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asanteni. Sasa mimi nilianza kuambiliwa katika sauti ya kwamba waambie watakatifu, waambie wana wa Mungu ya kwamba waishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Washindanie nini? Imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Ndio nilianza kusikia kisoma katika kitabu cha Yuda sura yake ya kwanza, na mstari wa 3. Yuda inakuaga na sura moja tu. Anasema mstari wa 3, anasema wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia
ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa hiyo Yuda anatambia hayo maneno ya kwamba kwa wale ambao wanatumikia Kristo Bwana wao waishindanie imani mara moja tu. Imani ushindaniwa mara moja. Lakini tena nikaambiwa Mungu ni mwaminifu kwa wale watakaojitenga na dunia. Watamuona mtakatifu wa matendo mema. Wale wote watakaojitenga na dunia watamuona mtakatifu wa matendo mema. Lakini pia nikaambiwa Yesu awapenda wote watakaojitenga, watakaojikana na dunia, wale watakao enenda kwa kweli yote, ndio hao Bwana Yesu Kristo atawaona. Hata kwanza tusome katika kitabu cha Yohana 2:15 na sijui anasema nini hapa. Anatuambia kwamba akafanya kikoto cha kambaa, akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao. Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoweni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Kwa hiyo tunaona utakatifu ambao Bwana Yesu Kristo anahitaji kwa wale watakaojikana, watakaotembea katika haki, kuondoa yale yasiyofaa katika maisha. Lakini akaendelea kuniambia wote watakaopenda Yesu Kristo watamtumikia na samani nimetambukia kidogo. Akasema wale ambao wataenda katika haki yake, nao ndio watakaoitwa wana wa Mungu. Wote watakaompenda Yesu Kristo watamtumikia na kuenenda katika hofu ya jina lake. Wasiompenda Yesu Kristo watahukumiwa siku ya mwisho. Na tusome kwanza katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza 17, tuone hofu ambayo tunaambiliwa kutembea nayo. 17 inasema hivi, Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 inasema na ikiwa mnamuita Baba yeye ahukumuye kila mtu pasipo upendeleo kwa kadiri ya kazi yake, enendeni kwa hofu katika wakati wenu wa kukaa hapa kama wageni. Tunahitajika kuwa na hofu. Sisi tunasema sisi ni wanani? Sisi ni Wakristo. Sisi ni Wakristo, tunahitajika kuwa na hofu. Lakini akasema wakati huu ni wakati ngumu, wakati wa shida, ambako Yesu Kristo anaweza kuja wakati wowote. Na wanadamu wasiojitenga na dunia atawaacha. Akasema alizarauliwa Yesu Kristo kwa ajili ya dhambi ya wanadamu. Aliteswa na kuzarauliwa na kutundikwa katika mti ule ili mwanadamu apate kuokoka. Badala yake mwanadamu anazidi kuasi, haone huruma ya Mungu wake aliyoiweka katika msalaba. Mwanadamu aangalia yote. Watu wanamwaga dhambi mbele yao na kuikanyaga na kuangukia juu ya dhambi na kuioga kama vile mtu anavyooga maji. Ndio watu wanavyoishi leo. Dhambi ni nyingi na wala hakuna hofu katika kuishi kwa mwanadamu. Wanadamu wamegeuka kwenda mbali yani. Na wengine wafurahia matendo mabaya. Mbele ya Kristo atakuja mwanaume, naye atahukumu kila atendaye maovu. Kila atendaye maovu atahukumiwa.
Basi ukisoma katika kitabu chake cha Zaburi sura yake ya pili, Warumi sura yake ya pili na mstari wake wa 6 hadi 11 nasema hivi: atakayemlipa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutokuharibika watapewa uzima wa milele. Na wale wenye fitina wasiotii kweli bali wakubalio dhuluma watapata hasira na ghadhabu, ziki na shida juu ya kila nafsi. Ziki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza na Myunani pia. Bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema na Myahudi kwanza na Myunani pia. Kwa maana hakuna upendeleo wa Mungu. Mungu atalipa mtu sawasawa na matendo yake. Vile unavyoishi ndivyo utakavyopokea. Ukisoma katika Wagalatia, najua tukisoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 6 ile kama sidanganyiki, kitabu cha Wagalatia sura yake ya 6 tukianza mstari wake wa 10. Acha tuanze mstari wake wa 7. Wagalatia sura ya 6 mstari wake wa 7 tutasoma hadi wake wa 10. Anasema hivi: msidanganyiki, Mungu haziakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. Kwa hiyo kadiri tupatavyo tupatavyo nafasi, na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamii ya waaminio. Unaona, kila maisha tunayoishi hapa duniani, yana malipo. Unaweza ukalipo mabaya, kama vile ukipanda mabaya utavuna mabaya, kama vile ukipanda mema utavuna mema. Ndio maana Mungu, Warumi akatuambia, Mungu kabisa si mpendeleo. Akaniambia, heri yule atakayejitakasa siku hiyo, yani siku ile ya hukumu ya malipo. Heri yule atakayekuwa amejitakasa, atakwenda kumwona Yesu Kristo. Mungu yeye ni kimbilio, ngome na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa shida. Ni Yesu Kristo peke yake. Kaniambia, tukasoma katika Zaburi sura yake ya 46 mstari wa kwanza, anasema mambo mazuri na matamu. Zaburi 46:1 anasema hivi: Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Kaniambia tena, kimbilio na msaada ni Yesu Kristo peke yake. Walio katika Yesu Kristo watang'aa milele. Walio katika Yesu Kristo watang'aa milele. Ndipo tutakwenda kusoma katika kitabu cha Danieli katika kitabu cha Danieli sura ya 12 na mstari wake wa 3, anasema hivi: na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga, na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Kwa hiyo wale waliojitakasa, waliopenda Yesu Kristo, waliotumikia, waliohubiri kweli, waliotabiri kweli, waliofundisha kweli, wakashika yote watakatifu wa Yesu Kristo, maisha yao ni kung'aa.
Ujumbe kubwa ni kukutenga na dunia wewe unaitwa Kristo. Kujitambua jinsi unavyoishi, ujue ya kwamba utalipwa. Ikiwa ni mema unayofanya, utalipwa. Ikiwa ni mabaya unayofanya, utalipwa. Nampenda huyu Yesu Kristo kwa sababu Yesu Kristo si mpendeleo, hana upendeleo. Kadiri ya vile ulivyopanda hapa ndivyo utakavyovuna, kwa vile ulivyotenda hapa duniani ndivyo utakavyotendewa. Chagua nafasi ya kumtumikia Mungu wako. Mpende Yesu Kristo na kumaanisha. Tembea katika kweli yake. Ishi maisha matakatifu. Jitenge na dhambi, jitenge na makundi yasiyoleta faida, makundi yasiyoweza kuzaa, makundi ya masherehe, makundi ya michafu. Kimbia hayo. Nenda katika kusanyiko, katika kundi la watakatifu, ili upate hekima kutoka kwa mmoja wapo, kuliko kutembea huko na kule ukihangaikia kwa mambo ya dunia. Ndio message kubwa ya kukuandaa na kukuweka katika nafasi yako ya kumwabudu Mungu, ya kwamba Mungu hata kuachilia kama ulivyo tu, bali atakuchunguza na vile ulivyo navyo ndivyo atakavyoweza kukuhukumu kupitia hivyo. Umeweka ya dunia, atakupatia hukumu hiyo hiyo. Atakushusha katika ziwa la moto, kiingia mbinguni, pia atakuangalia matendo yako mema. Kadiri tunavyofanya kazi zetu, na ndivyo tutakavyoweza kupokea ama kuvuna na kupata matunda ya kazi yetu. Basi tufanye nini? Tufanye kazi ambazo zitaweza kuzalisha, ikiwa na maana matendo ya Yesu Kristo kuwa ndani yetu, na mwisho wa siku tupate uzima wa milele. Asanteni. Hilo, lakini pole kwa ndugu zangu wa Kongomani ambao wanapitia majanga kule kwetu East ya Kongo. Tunazidi kusema tu pole.